We. Shukrani sufufu msikilizaji na mtazamaji kwa kutegea tena kwa mara nyingine kwa Mikiki ya Spoti. Leo hii tutakuwa na uchanganuzi chungu nzima. Kumbuka jana tulikuwa papa hapa tukajadili masuala kuhusu mechi zilizopigwa hapo jana, Juventus wakicheza pale na Galatasaray na mechi nyingine nyingi. Na leo hii msikilizaji ama mtazamaji, sipo peke yangu studioni na mgeni ambaye ni mtaalamu wa soka, ambaye ni fundi katika uchanganuzi wa soka, ambaye atajitambulisha hapo mwenzangu. Mimi jina langu ni Simba wa Mahutu Makarson Mgodo, na leo hii utaupata uhondo wa soka hapa na ubashiri pia, ili angalau uweze kutengeza michuzi pale kwa majuku yako. So elewa jamani mwenzangu, labda tujuze wewe ni nani? Ndugu yangu Sifa Sifo bwana. Ndio tamu wake. Okay. Mpenzi mtazamaji, kwa majina yangu nafahamika kama Gideon Mwangi. Mimi ni mtangazaji wa soka. Mimi ni mchanganuzi wa soka. Vile vile mimi pia ni msomaji wa habari. Na zaidi ya yote mimi ni shabiki shakiki wa timu the Pride of London, Chelsea. Unasema Chelsea ndio the Pride of London, kwamba Arsenal si the Pride of London wala Arsenal ni timu ndogo. Timu ndogo, lakini wamewapiga sana wale Arsenal. Wamewazoea kuwanyorosha wale. Mambo ya kawaida lakini tusijali. Kwa hivyo msikilizaji, tutakuwa tunazungumzia masuala mengi tu yanayofungamana na ligi mbalimbali ikiwemo Premier League. Kuna mechi leo saa 5 usiku, kule La Liga pia kuna mechi tutazungumzia pale na mwenzangu hapa Gideon Mwangi. Vile vile kwenye kombe la mabingwa bara Ulaya, ama ukipenda kombe la masikio marefu UEFA Champions League, tutakuwa tunagaragaza tunazungumzia zile mechi tuone kwamba mambo yanakwenda namna gani. Na labda tutaanza na matokeo ya jana, ndugu yangu Gideon Mwangi. Tulikuwepo hapa na mwenzangu Frank Otieno. Nikamwambia kwamba akakuwa anasema kwamba Juventus vijana wake Spalletti watawanyuka Galatasaray magoli mengi sana. Nikamwambia usishangae ndugu yangu. Unajua Galatasaray ni timu ambayo ina miamba, kama ukimzungumzia mtu kama Victor Osimhen, mchezaji ambaye amepiga magoli mengi sana, amekuwa mchezaji mzuri katika msimu, na kweli waliweza kufanya kweli katika mechi ile. Wakawanyuka wale Juventus magoli 5 kwa mawili katika mechi ile. Unazungumziaje mechi ile? Mimi kwanza nimshukuru sana mwana Galatasaray, manake alinipa michozi. Galatasaray michozi muhimu. Michozi muhimu. Lakini kwa kweli ile mechi ilikuwa na pressure. Ukitazama mwana Galatasaray alikuwa ametangulia kufunga, ndio. Kisha Juventus akakomboa. After kukomboa akafunga la pili. Alipofunga la pili akadhani ya kwamba ameshinda mechi. Lakini tujuavyo kama yule mkufunzi Jose Mourinho alivyosema kwamba mechi hadi mwamuzi aweke kikorombo chake. Siku hizi hata waseme mechi ni dakika 90. Wanasema hadi dakika 90 na zile za mazidani. Ndio hizo sasa. Na ndio maana uliona kwamba Galatasaray ikifunga bao lake la ushindi dakika ya 90. Hilo linakuonyesha kwamba Galatasaray msimu huu ameamua sasa kombe la bara Ulaya ni mimi na yeye sasa. Mimi kitu ambacho nakipata hapa kutokana na mechi hiyo ni kwamba kombe hili la bara Ulaya ni kombe ambalo kinyang'anyiro ambacho kimekomaa kwa sasa hivi. Unajua tumezoea kuona timu hizi pinzani kama Juventus, Real Madrid wakidominate ile ligi. Lakini siku hizo unaona pia hizi timu ndogo ndogo wanaweza kuwasumbua hizi timu kubwa kubwa, na jituma kiume, wanacheza vizuri na kupata kijasho. Ni kweli kabisa. Ili kwenda ilivyokwenda. Mechi nyingine Real Madrid dhidi ya Benfica, Real Madrid vijana wake Arbeloa waliweza kupata ushindi pale wa goli 1-0. Ushindi mbamba sana. Huo ni ushindi finyu. Unazungumziaje hilo game labda? Hiyo mechi tuseme kwamba kuna mahali ilifika kwamba hiyo mechi ilikuwa na pressure sana, maana yake kulishuhudiwa tukio ambalo lilileta shida sana, na ambalo nimeona kwamba leo UEFA wametangaza kuwa watachunguza hiyo tukio ambalo yule gwiji anayejulikana kama Vinicius Junior mwamba katika ubora wake anasema kwamba alitusiwa, alipitia zile racism ubaguzi wa rangi na yule kijana Cristiani wa Benfica ambayo kulingana na mimi Vinicius naye hata kama alitusicha kushangaza mambo ya kawaida. Kuna mechi pia kati ya PSG dhidi ya Monaco,
ambapo ilikuwa mechi ambayo ilikuwa si mchezo, mechi ambayo Monaco aliingia kama wamefunga magoli mawili na PSG wakaanza kurudisha moja baada ya nyingine na PSG wakapata ushindi katika mechi hiyo. Anaweza sema tatizo la mwana PSG ukiangalia kikosi kilichoanza mwana PSG unamtazama yule Ballon d'Or winner Ousmane Dembele alikuwa ameanza lakini baada ya dakika 12 hivi akapata jeraha akatoka. Alipotoka mwana PSG alikuwa amelazwa mabao mawili. Lakini alipotoka akaingia baba mdogo yule anaitwa Doué. Ndio alipoingia kwanza safu ya ushambulizi ya mwana PSG ikaimarika. Nadhani shida ilikuwa Dembele na utakubaliana na mimi kwamba alipoingia huyo kijana Doué aliweza kufunga mabao mawili. Na Vitinha akatupa penalti. Kwa hivyo mimi hapo nilikuwa nategemea tu mwana PSG hata tufurahisha tu. Naam, ni kawaida yake. Kawaida yake. Labda pia leo hii kuna mechi kadhaa zitakazopigwa katika kombe hili la mabingwa bara Ulaya, ikiwemo mechi kati ya nani na nani vile. Leo mida ya saa 2 na dakika 45 hivi kutapigwa mechi kali dhidi ya mwana Karabag akimkaribisha mwana Newcastle United. Na kulingana na mimi hapo jiji. Naam. Mimi hapo kusema kweli nitampa mwana Newcastle uwezo ama fursa kupata ushindi wa moja kwa moja. Hata kama atapata ushindi ndio jijiko. Mechi nyingine ni gani tena? Kuna mechi ikifika mida ya saa 5 kunapigwa mechi kati ya Club Brugge akikabana kwa mwana Atletico Madrid. Naam. Sasa mwana Atletico Madrid kumbuka hivi majuzi aliweza kumfinyanga mwana Barcelona magoli 4. Hiyo ilikuwa kwenye Copa del Rey. Naam. Alafu kwenye ligi akakuja kanyoroshwa na Rayo Vallecano tena magoli 3. Sasa hivi inaonyesha jambo la kushangaza sana. Usishangae kwanza. Timu yote ishaipiga mwana Barcelona. Mechi inayofuatwa huwa inanyoroshwa kichapo cha kelbu. Mechi kama 5. Lakini pia usishangae pia leo mwana Atletico akinyoroshwa. Utaniuliza. Kwa hivyo wewe unampa mwana Club Brugge afunge mabao mawili kuendelea. Naam. Barcelona pia si tu kufinyangwa na Atletico Madrid, unakuta pia waliweza kufinywa na mwana Girona pia. Barcelona naye ameanza kusuasua kwenye ligi. Wametoka nambari ya kwanza, wameshuka nambari ya pili, sasa kwenye alama 2 nyuma ya Real Madrid. Kwa hivyo nadhani ni wameanza kusuasua Madrid. Wameanza kusuasua ndio mimi kulingana mimi ni pale na usishangae sana leo. Huyu David Raya akikosa clean sheet. Hata kama Arsenal itashinda clean sheet hakuna kwa David Raya. Mimi hapa nafikiri nampa Arsenal nafasi ya kushinda moja kwa moja kwa sababu ana muda. Unajua Man City anamfuata. Ako kwenye shingo lake, anapumulia kwenye shingo lake. Ni alama 4 tu zinatenganisha hawa Arsenal wanaongoza kwa sasa na mabingwa hawa mara nyingi tu katika ligi ya Premier. Kumbuka Pep Guardiola kuna rumors pale au mnamuona kwamba anaweza kuondoka pale Manchester City msimu wa joto, majira ya joto mwakani. Kwa hivyo nafikiri kwamba anaweza taka kuondoka akiwa na taji. Kwa hivyo Arsenal hawayuko safe. Si ati yuko safe. Arsenal ya kikombe wasahau. Mambo ya kawaida tu tumewazoea wanakula ng'ombe ikifika ni mkia. Wanashindwa kuuza mkia. Na nafikiri tatizo la mwana Arsenal ni lipi kwa sababu ukiangalia wana kikosi kizuri, ukiangalia kikosi chake Mikel Arteta na vikosi takriban viwili vikosi tu ambavyo vinaweza vikatandika timu. Ukiangalia kikosi cha kwanza cha kina Bukayo Saka, pale kina Victor Gyökeres, kikosi cha pili pia unaona anatumia kina baba mdogo kama kina Eze. Wachezaji wazuri tu pia pale. Unafikiri shida yake ni ndugu yangu, kwanza utakubaliana na mimi kwamba hata siku hizi nimepita kwenye pita zangu weekend mbili ambazo zimepita hivi tulipokuwa tunatazama mechi ya mwana Arsenal na ya mwana Manchester vile ulikuwa unasikia mashabiki wa Arsenal wakilalamika sana wakisema kwanza kama kuna mtu anayewauza kwenye timu ni mwana Bukayo Saka wakishirikiana na Martin Odegaard. Kwa sababu gani? Saka anaposhika mpira kwenye wing huwa hapigi cross kwenye 18 kumtafuta striker, anapiga vichenga vyake pale akimtafuta Odegaard. Kwa hivyo Saka ni selfish, anamtafuta tu Odegaard. Kwa hivyo wanapendana wao wawili, lakini hawaangalii wengine. Lakini utakubaliana mimi kwamba wakati Madueke anaingia katikati, Madueke anapiga wing ya Saka na Kai Havertz anacheza hapo kwa mwana Odegaard, mechi inaimarika.
Mfano mzuri game mechi kati ya Arsenal na Sunderland. Kai Havertz alianza akiwa nambari 10, Madueke nambari 10 na nambari 7. Na hawa watu walionana vizuri sana. Na huyu bamdogo ambaye walimtoa Sporting, Victor Gyökeres, mpira inaweza kumfikia kwa urahisi sana, manake Madueke hata alipokuwa kwetu Chelsea, alikuwa anafanya mambo ya kiutu zima. Anaangusha cross, pasi maasum. Na akiweka mpira kwenye boxi, tunahesabu. Mimi nafikiri tatizo la Arsenal ni tatizo sawia na la Liverpool. Unajua Liverpool kwanza kitambo hata walipokuwa wanabeba ile ligi ama pia zamani kabla ya Jurgen Klopp kuondoka na kumpisha Arne Slot, walikuwa wanacheza ule mpira wa kumtegemea wingers au unapata kule kuna Mohamed Salah upande wa kulia na kuna Sadio Mane ama Luis Diaz upande wa kushoto. Hivyo walikuwa wanategemea sana hawa mawinga. Hata walikuwa na right backs ambaye backs wale fundi ama winga ambao wako very sharp. Ukimzungumzia Alexander Arnold, walikuwa wanaleta zile passes mtu anakimbia na forward. Kwa hivyo wakati Anasota alipokuja alijaribu kumtumia nambari 9 kupata magoli. Kwa maana anakuja akawasajili wachezaji kama Ekitike na Alexander Isak kutoka pale kwa Isak. Haya, pia Arsenal wana shida kama hiyo. Arsenal wamekuwa wakicheza mpira kwa kutegemea hawa wingers. Kwa Saka na kwa wengi pale atende ile nyingine la kwanza mambo yake. Lakini Odegaard vangu vimeshuka. Bukayo Saka pia amepata ugumu sana kupata magoli katika mechi chache zilizopita. Sijui tatizo liko wapi, lakini anacheza mchezo mzuri lakini hapati magoli. Sio kwa nini mafans wa Arsenal wanamgeuka wakati amekuwa mkombozi wao kwa muda mrefu. Kuna Bukayo Saka anajipenda. Bukayo Saka pia ni mtu ambaye ako na kiburi. Kwanza siku ya jana ameongeza mkataba ama kandarasi ambaye ndiye sasa amekuwa ndiye mchezaji ambaye analipwa pesa nyingi sana. Ana senti yule. Ana senti. Bamdogo ana senti. Lakini sasa alipoongezewa hiyo kandarasi na kuhakikishia 100% yule bamdogo huyo kiwango chake kitashuka, kwa maana yake ako na kiburi cha pesa. Naam, hata saidia Arsenal. Hawezi kuwasaidia. Naam. Lakini kuna viungo wanapata tu mshahara mnono tu kama Bruno Fernandes, lakini unasaidia timu. Ndio yangu ilikuwa haja tukomtaja Bruno. Aja kipindi kikamiliki bila kuiguzia timu ambayo ni bora zaidi. Manchester United kwa sasa upendo usipendo wanapiga soka ambayo inavutia macho, soka ya kupendeza. Walikuwa kimprove hata kama ndugu yangu, lakini mkuulize swali. Manchester hachezi FA, hachezi Carabao, hachezi Champions League, hayuko Europa League, hayupo Conference League. Sasa unaweza semaje timu ni bora ilhali hata Newcastle mwenyewe ni timu ndogo lakini kwa Champions League? Job lako ni nalo, dawa yako inachemka. Nipe jibu. Unajua Newcastle si vibaya kucheza Champions League, lakini unafanya nini kule Champions League? Newcastle atarejea. Acha nikuulize tu swali hili. Newcastle atafinyangwa. Ndugu yangu tuambieni hapa kama tusiangalie kama ushabiki wa timu, ushabiki wa mpira. Newcastle unasema hafanyi kitu chochote. Newcastle atapigwa. Niambie ndugu yangu, unadhani kufika Champions League kule bara Ulaya, kufika raundi ya 16 ni mchezo? Si swala la kufika. Napoli alikuwa hapo akashuka. Naam. Pafos, kuna timu kanaitwa Pafos alishuka. Alafu unaanza kuniambia Newcastle ni timu ndogo? Unajua kitu ambacho najaribu kukuambia ni kwamba wakati kikosi chake Erik ten Hag kiliporidhiwa na yule Ruben Amorim, kikosi Erik ten Hag alikuwa amekiharibu sana, amekiboroga kikosi. Kwa hivyo kile kikosi kilikuwa tayari kucheza mashindano ya high intensity haya. Kwa hivyo tukienda kule tujaibisha kama timu. Kwa hivyo ni bora tu mnyanyuke mapema, mwache kupoteza muda. Kwa hivyo FA ni unajua, kumbuka FA tulibanduliwa na yule bamdogo yule Darren Fletcher wakati alikuwa interim coach kaimu, na hakuwa tayari. Anajaribisha tu, si mkufunzi ambaye kweli unasema hana tajriba. Kwa hivyo alitubandua kwenye kikombe, nilituma zaidi, lakini itabidi tuvumilie, tucheze ligi, tumalize top 4, tujiandae, tuunde kikosi. Unajua kwa hivyo zaidi tuunde kikosi, tuangalie tunafanya signings zipi za strengthen na hasa pale safu ya kati. Nimesikia kwamba mnamwendea yule kijana kutoka Brighton anaitwa Baleba. Mnamwendea pale kijana pia, mwaweza kumwendea Rodrigo. Ni fununu tu, lakini sijui sina uhakika wa 100%. Lakini ndugu yangu, kabla tutamatishe nikuulize swali na pia niwaulize mashabiki wa Manchester United. Ndio tukatai, nyinyi ni timu kubwa Uingereza ambao mko na mataji mengi.
au nadanganya. Naam, lakini yote 9-10 ni tuambiane ukweli. Mnasikiaje wakati timu nyingine zinaenda kupambana mpira wa kiume kama Europa League, bara Ulaya, Conference League, FA, Carabao, tunaenda kushuhudia mechi dhidi ya Arsenal na Man City mwezi ujao. Ilhali nyinyi mumekaa tu. Sasa mnasikiaje? Alafu usishangae Arsenal, hata kama mimi si Arsenal, lakini tena hapa tuambiane kweli. Arsenal alicheza mechi yake Jumapili FA, akapiga Wigan. Leo hii ako na Wolverhampton. Kisha siku mbili, kesho Alhamisi na Jumamosi. Jumapili pia anaenda kwa Tottenham. Ako na mechi ambayo itakuwa ni mechi kubwa. Sasa hapa na nyinyi Manchester, mnacheza tu kwa ligi tu peke yake. Lakini mnacheza tena siku ya Jumatatu. Kwa nini? Mlikosea nani ndugu yetu? Kwanza nikukosoe. Sisi wana Manchester hatupange ratiba. Hatukuandikia FIFA tukawaambia tupange siku ya Jumatatu. Kitu cha pili, hatukutuma timu ziwe na jenereta ya kucheza tu mashindano ya kitoto, mashindano ya ovyo pale. Wewe unafanya nini Carabao, FA, nini Champions League, Premier League? Hili ndio swala ambalo pia linachangia Arsenal wachukue ligi, kwa sababu wachezaji wake wanakuwa na uchovu. Wanacheza mashindano ambayo hawasaidia, kisha wanaondoka, wanabanduliwa. Wanapata taabu. Lakini ndugu yangu tena tuambiane kweli, kwenye ligi ndio unaona unanielekeza kwamba muda uko karibu kuisha. Kwenye ligi tuambiane tu kweli, mwana Chelsea msimu huu lazima tuwe kikombe kimoja angalau, kwa sababu historia huwa inajirudia. Kikombe gani cha Champions League? Klabu bingwa bara Ulaya. Manake historia huwa inajirudia. Sababu moja ni hii. Mwaka 2021 tulipomfuta yule Frank Lampard, tulimfuta Disemba, kisha Januari tukamleta kijana huyu Thomas Tuchel ambaye sasa hivi ndiye kocha mkuu wa timu ya kitaifa ya Uingereza. Huo mwaka pia kulikuwa na AFCON na pia na Senegal akachukua. Nigeria alishindwa kuqualify kwenda World Cup. Chelsea hiyo siku tulichukua klabu bingwa bara Ulaya. The same msimu huu Disemba tulimfuta yule kocha Enzo Maresca. Senegal akachukua AFCON, Nigeria ikashindwa kuqualify for the World Cup hii mwaka. Pia tukaleta kocha mpya Januari. Hiyo inakuambiaje? Raundi hii Champions League. Isipoenda Stamford Bridge, sijui, lazima tuende na moja. Kama si Champions League, ligi. Ndoto. Si ndoto. Acha nikwambie swali moja. Wakereketwa na magalachi wa lugha na wahenga walisema jambo moja, wakasema radi haipigi mti mara mbili. Naona sasa, kwa hivyo inaweza kweli kwa hivyo kweli Nigeria walitoka, lakini si sababu mufti ya kusema kwamba mtashinda ligi. Alafu angalia kikosi chako kipo vipi? Wataka kushinda ligi na Delap, wataka kushinda la Champions League na Delap. Delap kama mkuchunguza huyu coach wetu mpya, huyu Liam Rosenia, kama umemchunguza vizuri na ukafuata mfumo wake, namba likista hamwanzishi kwenye kwanza, ikifika ni mechi ya klabu bingwa pale Ulaya, hamchezeshi yule kijana Liam Delap. Anacheza na Estevao, Pedro Neto, Parma. Ya kucheza klabu bingwa pale Ulaya. Ikifika ni upande wa FA, akona kikosi chake. Sasa nyinyi Manchester, pia FA hamyuko, team B hamna. Nyinyi ni akina nani? Sisi ni Manchester United. The biggest club in the whole world. Sawa, mjadala usiende kupita hapo, ni mjadala mzuri. Msikilizaji, asante sana kwa kuwa nasi katika kipindi cha leo cha Mikiki ya Spoti. Tumekuwa tukidadavua mechi mbalimbali na ligi mbalimbali katika ulimwengu wa soka. Msikilizaji, hatuna la ziada, ila ili isivume sana ngome ikapasua kiwambo, hatuna budi kuhitimisha makala haya. Leo tukutane tena usiku ijayo ama weekend ijayo, na tutakuwa tunachambua tena mechi na matokeo ambayo yametokea kwa mechi tulizobashiri leo. Kwa heri kwa sasa. Jina langu ni Carlson Mugodo, Simba wa Mautuma. Nami mpenzi mtazamaji, asante sana kwa wakati wako. Ndugu yangu, nimefurahi sana kwa mwaliko wako kuja kuchagua mechi za jana na pia kupana ubashiri wa leo. Mimi nafahamika kama Gideon Mwangi, shabiki wa the Blues, the Pride of London. Kila siku nakwambia never give up. Kila la heri na kwa heri ya kuonana.
Shukrani Sufufu, msikilizaji na mtazamaji.